Mheshimiwa Kunti Yusuf Majara atafuatana na Mheshimiwa Edibil Kinyoma. Mheshimiwa Onesmo Mkondi ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru na mimi kwa kunipatia nafasi niweze kutoa mchango wangu kwenye wizara yetu ya kilimo, na bila ya kupoteza muda, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze moja kwa moja kwenye hoja ya kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze Wizara ya Kilimo pamoja kwa maana Mheshimiwa Waziri na timu yako yote. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niombe hoja yangu ya kwanza ni swala zima la mbegu. Mheshimiwa Waziri, mbegu zetu ndani ya taifa letu tumekuwa hatuna mbegu bora, lakini ambazo zinapatikana kwa bei ya ghali, hususan mbegu ya mahindi, mbegu ya alizeti na mbegu zingine. Sisi mkoa wa Dodoma, alizeti, mahindi, mbaazi, ufuta, hizo ndio mbegu ambazo tunazitumia kwa wingi. Lakini mbegu hizi zimekuwa ni ghali, lakini nyingi hazimpi tija mkulima. Tukuombe Mheshimiwa Waziri, kupitia taasisi yako ya mbegu, twendeni mkawasaidie wakulima waweze kupata mbegu iliyo bora, lakini inayopatikana kwa rahisi watakayoweza kuimudu kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nilizungumzie zao la alizeti. Mheshimiwa Waziri, nchi yetu imekuwa ikitumia gharama kubwa sana kuagiza mafuta nje. Na hili jambo tumekuwa tukilisema, na mimi nimekuwa nikisema kila mwaka wa bajeti. Takriban sasa ni mwaka wa 11. Tunazungumzia swala la kujimarisha kwa mbegu za mafuta ndani ya nchi yetu ili tuweze kuondokana na uagizaji mafuta nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, tunaombeni mtusaidie. Moja, tupate mbegu nzuri itakayoweza kuleta tija kwa wakulima wa alizeti, lakini itakayoweza kuleta tija kwa taifa kwa kupata mafuta ya kujitosheleza ndani ya taifa letu. Na fedha tutakazozibakisha kwenye kuagiza mafuta nje zitumike kwenye mambo mengine ndani ya taifa letu. Ardhi tunayo, watu wapo. Nini kinachoshindikana kwenye swala zima la kutupatia mbegu iliyo bora yenye tija kwa wakulima ili tuweze kuondokana na adha kubwa tunayoipata ya mafuta ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, jambo langu jingine ambalo nalotamani kulisema, Mheshimiwa, ni swala zima la mfuko wa pembejeo. Mfuko wa pembejeo upo kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kwa ajili ya kuwapatia pembejeo za kilimo pamoja na mikopo kwa ajili ya kilimo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna changamoto moja kwenye mfuko huu. Na mfuko huu wameamua kufanya kazi kwa pamoja na benki yetu ya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, mkulima anahitaji pawatila lenye thamani ya shilingi milioni 15. Anaambiwa apeleke hati ya nyumba ama hati ya shamba, na hati za kimila Coop Bank nao hawazitaki. Sasa mimi nataka Mheshimiwa Naibu Spika watusaidie uwepo wa benki ya ushirika vis-a-vis mfuko wetu wa pembejeo. Mheshimiwa Bunge, naomba tujadili kwa sauti ya chini. Mbunge anachangia, naomba tujadili mambo mengine muhimu kwa sauti ya chini. Mheshimiwa, endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru, na hizo dakika zangu 2 utanijazia. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema uwepo wa benki yetu ya ushirika vis-a-vis mfuko wetu wa pembejeo ambao wameamua kufanya kazi kwa pamoja. Ni kwa nini benki ya ushirika inakataa hati za kimila kwenye benki zao kwa ajili ya wananchi wetu kupata mikopo? Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala zima la mfuko wa pembejeo, mmesema mnatoa mikopo ya aina mbalimbali ikiwemo uwezeshwaji wa mbegu, swala la palizi, lakini swala la kilimo, ufyekaji wa mashamba. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi vitu havifanyiki. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, kama kweli ni ana dhamira ya wizara yako kupitia mfuko huu wa pembejeo wa taifa ni kuwasaidia wakulima wadogo wa kule chini, twendeni maneno mnayoyatenda yaendane na vitendo ili wananchi wetu waweze kuiamini serikali yao. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo langu jingine, swala la vyama vya ushirika na benki yao tena ya ushirika. Mheshimiwa Waziri, kuna sheria inayosema kwamba chama cha ushirika kikiundwa kinatakiwa kikae miaka 3 ndio kikopeshwe. Sasa nikawa najaribu kujiuliza, hivi
kwenye swala zima la hii benki ya ushirika, madhumuni na malengo yake ni nini. Kama CRDB, NMB wana hayo masharti, leo tena benki ya ushirika ambao tulitegemea hawa wananchi wetu ambao tunawaambia wajiunge kwenye vyama, lakini pili waweze kupata fursa ya kuwezeshwa kwa urahisi, kunakuwa na hivyo vikwazo. Mheshimiwa Waziri, tukuombe swala la vyama vyetu vya ushirika, kama nia uwepo wa benki ya ushirika ni kuwasaidia wanaushirika, tunaomba wasaidiwe bila vikwazo ili kuwaondolea adha wanayoipata kwenye huduma zingine za kifedha. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ile dakika zangu 2 ulizonituliza naomba nimalizie. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo langu jingine, swala la stakabadhi ghalani ni jambo jema, hatuna shida nalo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niziseme changamoto kadhaa ambazo wanatakiwa kushare wenzetu wa kilimo, lakini Wizara ya Viwanda, Wizara ya Fedha, ili waweze kuzitatua changamoto hizi na hatimaye mfumo wetu, Mheshimiwa Naibu Spika, uweze kufanya kazi vizuri. La kwanza, kwenye changamoto maghala machache. Tunahitaji maghala mengi ili yaweze kuwasaidia wakulima wetu, moja, kuweza kuwasaidia kupunguza gharama ya usafirishaji wa mazao, lakini pili, kuweza kumsaidia mkulima huyu kutokupoteza mazao anaposafirisha kutumia umbali mrefu. Lakini kwenye hilo tunaomba pia wakati wanajipanga watusaidie kuwa na maghala yanayotembea kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wetu. Sana Mheshimiwa. Bei, Mheshimiwa Naibu Spika, lakini pili ulipwaji wa wakati ili kuweza kuwaondoa wananchi wetu kwenye hizo changamoto. Nakushukuru kwa muda wako Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana na Mungu akubariki.